ikiwa ni siku ya 13 Machi mwaka wa 2025 sawia na tarehe 12 Ramadhani mwaka wa 1446. Ndani ya kipindi cha siku ya leo tutakuwa tukiangazia, tukifunzwa, tukielimishwa na tukiambiwa yale ambayo yanafungamana na mada ya siku ya leo, ikiwa ni hasara ya mwenye kufunga na kutoswali swala tano. Ndani ya studio tuko naye Said Aidrus Mohsin na Said Ahmed Mohsin ambao watakuwa wakitusaidia katika kuelewa mada ya siku ya leo. Mimi ni muendesha kipindi wako Abdul Hamid Suleiman, natumai kwamba utaweza kufaidika katika kipindi cha siku ya leo. Na moja kwa moja nikiwakaribisha hewani Sheikh Said Ahmed Mohsin. Karibu sana. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shukran sana ndugu Abdul Hamid kwa kutupatia nafasi hii, fursa adhimu. Hakika ni kwa sisi ni furaha kubwa kukutana na wewe katika kipindi hichi cha tende ya Ramadhan. Naam. Bila shaka katika tende hapo ndo kwenye thawabu, kwa sababu ni sunna ya Bwana Mtume kufungua kwa kutumia tende. Na katika huo wakati wa tende ndio wakati ambao kwamba umekamilisha saumu yako, ndio unapokula tende. Kweli kabisa. Bila shaka na sisi leo tutakula tende mchana, lakini sio tende ile ya chakula, bali tutakula tende ya mazungumzo mazuri na kuelimishana na kuambiana mambo ambayo kwamba yatakao kutufaa. Mwanzo nimefurahi kwa kututambulisha. Pia napenda niwajulishe wasikilizaji kwa Ahmed Mohsin Said Ali Badawi, ukimtaka utampata wapi? Utampata Mombasa, tena katika Masjid Al-Aqsa pale Mahad Kisauni. Mimi ndio imamu na khatibu katika msikiti wa Aqsa, na pia napenda ndugu yangu na ajarifishe kisha baadaye. Shukran sana, karibu sana. Shukran sana. Nimefurahi pia Sheikh Abdul Hamid kwa kutukaribisha katika studio yetu ya Radio Iqra, na bila shaka ni fursa adhimu kukutana na Waislamu. Mimi nataka kusema kwamba tende tutakayokula leo hivi sasa sio ya kumaliza somo, bali ni ya kuijenga na kuitilia nguvu zaidi somo na kuifanya somo zidi kwa na uzito. Kwa jina ni Aidrus Mohsin Said Ali Badawi, niko Masjid Serigoi Mombasa, nasimamia msikiti Serigoi pale Mombasa, na kadhalika ni mudira madrasatun Najahi pale pale Makadara Mombasa. Kweli kabisa, naona ni tajamala kubwa kwamba tumepata walimu leo kutoka kwenye ukanda wa Pwani, na kwa ukamili wake na manufaa tunayopata katika tende, tunatarajia kwamba pia nafsi zetu zitapata manufaa yale yale katika mazungumzo ya siku ya leo. Na kwa dakika tu kadhaa ningependa tujulishe tu mada ya siku ya leo. Je, kuna hasara ipi kubwa ambayo ndo tutaanza nayo ya mwenye kufunga na kutoswali swala tano? Maana tukiangalia kuna kufunga na kuna swala, hizi zote ni nguzo muhimu katika maisha ya Muislamu muumini. Labda nikianza na wewe Said Ahmed, ungekuwa na yapi ya kujulisha mada ya siku ya leo? Shukran ndugu yangu Abdul Hamid kwa suala zuri kama hilo la kuhusu ni hasara gani anaipata mtu ambaye kwamba anafunga bila ya kuswali. Nafikiri kabla hatujaangalia ni hasara gani ambayo kwamba atapata mtu ambaye kwamba atafunga bila kuswali, lakini tuangalie ni faida gani ukiwa wewe utafunga na utaswali. Nafikiri tukiwa na mtazamo huo tutaweza kumfanya yule ambaye kwamba yuko katika hasara hiyo ya kutoswali aone na ajue kwa sisi hatumtaki kumtia motoni wala hatumtaki apate hasara, bali sisi tunataka apate faida. Sio lazima tuwe positive. Hata tukijaji watu hao, tukizungumzia pointi zote tuzizungumze tukiwa ni positive. Sisi tunataka ni faida gani mtu ambaye kwamba atafunga kisha naye anakuwa ni mwenye kuswali. Hakika ni kukamilisha Uislamu, kwa sababu saum na sala ni nguzo. Hebu leo iwe mfano nyumba ina nguzo 5, kisha wewe unasimamisha nguzo moja kati pekee yake ni ya saum, nguzo nyingine unaziacha, nyumba ile itakuwa haiwezi simama na ni hatari. Ni hatari kwake binafsi asija akaporomokiwa na nyumba na akamalizika, na vile vile ni hasara kwa hata watu wa karibu naye, kwa sababu mtu ambaye kwamba atakuwa na sifa ya kutoswali ni hatari kwa jamii, kwa sababu ni atakuwa wale watoto generation wanainukia wamuone mtu Muislamu lakini haswali, inaathiri vibaya.
Sasa ni jambo la maana sana ikiwa mtu ambaye atafunga basi hakikishe kuwa na nguzo ya sala pia ameisimamisha. Na tutaizungumzia hii mada kwa upana sana, hatutaki kuizungumzia kwa ufupi kwa sababu ni mada nyeti na ni mada muhimu, na watu wengi sana, mimi nishawahi kuulizwa suala kama hilo na nikalieleza, lakini naona bado watu wana kiu, kwa sababu kuna baadhi ya watu wadhania kwa ukishakufunga wewe basi ulale na huna haja tena kujisumbua na swala wala kujisumbua na shughuli nyingine. Licha kwa swala ni nguzo za katika nguzo ya Uislamu, hata ufunge usome Qur'ani pia hiyo ni hasara, kwa sababu kuna faida kubwa unapokuwa wewe utafunga na utasoma na Qur'an kuliko wewe utafunga. Je, ukiwa wewe utafunga na huswali ambapo ni nguzo katika nguzo za Uislamu? Nafikiri hii mada tukirudi tutaifafanua na tuichambue na tuiweke bayana, kila msikilizaji aweze kufaidika na mada yetu ya leo. Shukran sana kwako Said Aidrus. Labda kwa utangulizi tu wa mada kumweka msikilizaji sawa, Said Ahmed ametangulia kutuambia kwamba inatakiwa kwanza tuangazie zile ambazo kwamba ni faida, ili ikiwa ni hasara mtu ajirudi yeye mwenyewe ajifikirie aone kile ambacho amekosa. Kwa upande wako inakuwaje? Naam, bila shaka licha ya kwamba saumu na swala ni vitu mbalimbali, ni ibada mbalimbali, saumu ni nyingine na swala ni nyingine, lakini zinahusiana na zinamjenga Muislamu mmoja. Kwa hiyo madamu mwenye kukusudiwa ni mtu mmoja na mwenye kufanyiwa ile ibada pia ni huyo mmoja, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wewe jitengezea wewe mwenyewe, mtengezea na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapo yafaa kwamba yote mawili yawe pamoja ili uweze kukamilika katika kule kutengea kwako. Kama ndio ukishughulikia ibada zote mbili, ndio katika ile lengo lilotakikana katika zile ibada litakamilika, ila itakuwa hakuna maana ya kufanya ibada nusu na hutopata, Mwenyezi Mungu mwenyewe hatoridhika na wewe mwenyewe pia hutofaidika na zile ibada ambazo unazozifanya nusu. Shukran sana. Ni utangulizi ambao umejaa manufaa sana kwa msikilizaji. Huo tu ndio mwanzo, ndo tunapiga bismillahi ya tende ya Ramadhan, bado hata hatujafikia koko la ndani. Kwa hivyo kumbuka tu msikilizaji, kupitia 0738648881 au 0727444454 unaweza kuniandikia ujumbe moja kwa moja studioni tuweze kuuliza mashekhe wetu, manake hii ni fursa adhimu, fursa tajamala kubwa ambayo tunaipata kuwa na mashekhe wetu hapa ndani ya studio wakituelimisha kuhusiana na mada kadha wa kadha. Kwa hivyo kwa sasa tutakwenda kupokea adhan kutoka msikiti wa Al-Huda South B, kisha tutakuwa tukirudi kwa awamu ya pili muda usiokuwa mrefu, ambapo tutakuwa tukizamia ndani kuhusu ni hasara ipi ya anayopata yule mwenye kufunga na kutoswali, na hasa kabisa tutakuwa tukielekeza nguvu zetu katika zile faida ambazo zinapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Usikwende mbali, tunarudi muda usiokuwa mrefu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على
على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and everlasting prayer, grant Muhammad, peace be upon him, the wasila and the greatness, and raise him to that praised position which you have promised him. Iqra FM will be bringing you Quran recitations every day. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين